So kuna kozi ya awali na kuna kozi ya tajwid. Hapo naomba nieleweke. Lakini kitabu cha awali kuna vitu ambavyo vimebeba ilihitajika tusome na kozi ya tajwid, viwepo kwenye tajwid. So wenyewe viko mwishoni mwa kitabu cha awali. Insha Allah tukimaliza utangulizi wa tajwid tutaanza kitabu cha awali sehemu ya mwisho. Kipengele hicho kinaitwa hamzatul wasl. Toka kufuturu. Kinaitwa hamzatul wasl. Hicho kipengele kipo kwenye kitabu cha awali. So insha Allah, Allah kipenda tutakianza hicho kitabu cha awali kwanza, hicho kipengele mpaka mwisho, alafu ndo tutakuja sasa kuanza darasa la kwanza la kitabu chetu cha tajwid. Lakini utangulizi na maana ya tajwid kimeelezewa kwenye kitabu cha tajwid. Hapa naomba nieleweke kidogo. Yaani tunakianza kitabu cha tajwid kwenye utangulizi, and then hatutoanza darsa moja kwa moja kwenye kitabu hichi cha tajwid, bali tutakuja kuanza kwenye kitabu cha awali kwanza. Wengi sana wameniambia mwalimu, hii kuna kipande nilikifanya cha maelezo namna ya kuisoma hamzatul wasl, ni alifu ambayo inakuwa haina irabu. Wengi wakasema hii ndio darasa tunataka tuanzie. Sasa ile ipo kitabu cha awali. Inshallah tutaisoma, alafu ndio tutakuja kuendelea na kitabu cha tajwid. Ila leo bismillah, nataka tuanze mwanzoni kwanza, tuifahamu tajwid ni nini kabla hatujaanza darasa zake. So utangulizi uko kwenye kitabu cha mwanzo, nilikituma kwenye group. Hichi kitabu bado tunaviprint, kopi zake bado hazijaja, na vikija inshallah nitawatangazia, ili atakayeweza basi itakuwa wepesi kwake kukichukua kwa unafuu zaidi kwa wale wa karibu kuliko kuprint mwenyewe. Alhamdulillah, nimekishia kitabu katika screen hapa. Leo naomba tusome pamoja. Hichi ni cha Kiswahili, kuna cha English na cha Kiswahili. Vyote tutavitumia. Kinakuja katika screen yako. Wait, kinakuja. Nadhani kila mmoja insha Allah atakiona. Nimekishia hapa. Naam. Si tuko nayo tayari. Yeah, mashallah. Ambao walikuwepo darasa za nyuma nadhani kitabu wanacho. Alhamdulillah. Mashallah. Na hichi tunakianza mwanzo kama marejeo kwa wale ambao walikuwa washakisoma tukafika robo ya kitabu, na ambao hatujakisoma kabisa hichi kitabu, it means tunakianza from the scratch. So tuzingatie, dakika zangu mimi 30. Baada ya hapo maswali yatakuwa ni juu yenu kwa sote pamoja. So bismillah. Actually tulikisoma robo na hatukifanyia mtihani kwa sababu likizo ilikuwa ni ndefu, Ramadhani nzima hatujasoma. So nahofia huenda kuna vitu vingi pia vimesahaulika. So tunaanza mwanzo kabisa mwa kozi yetu mwezi huu wa 4 tena kitabu hichi cha tajwid. Na insha Allah I think itakuwa tarehe 9 mwezi wa 5. Hapo ndo tutafanya mtihani, ambapo tutakuwa tumemaliza mwezi. Bismillahirrahmanirrahim. Utangulizi wa kitabu hichi kwanza, ni nini tajwid? Tajwid, tukisema tajwid ni nini? Actually tulisema tajwid sio kitu ambacho kimeundwa na maswahaba wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ni nini? Sasa tuanzie huku kabla haujakisoma kitu huo umekifahamu pia. Tajwid nitasoma katika kitabu hapa, baadhi ya maneno magumu nitajaribu kuyafanya yawe mepesi. Hii ni translate ya Google ChatGPT. So kama unajua ushaongeaga na English akiongea Kiswahili kinavyokuwa. Neno tajwid kilugha ni ujuzi au kufanya kitu vizuri. Ukifanya kitu kiwe vizuri. Okay? Ukitaka kumwambia mtu yote afanye usawa, okay? Kutokana na sifa za usomaji wa Qur'an, huku izingatia sheria ambayo inatumika kwa kila herufi. Alhamdulillah, hiyo ndio maana ya hiyo. Tukiongelea tajwid inabeba hiya. Maana yake ni nini? Tuseme ni kuipa kila herufi haki yake. Hiyo ndio somo la tajwid. Hichi kipengele cha tajwid ni nini kimeelezewa zaidi mbele, tutakikuta hapo. Afwan, tutakikuta hapo mbele. Sorry.
Okay. Na maelezo yake ni marefu. Haya maelezo ni marefu. Mimi nitataka nipitie yale ya muhtasari ambayo imebeba maana nzima ya kipengele hicho. Okay? Hapa tunasoma hapa ni nini tajwid. So ni nini tajwid? Mpaka tu kwenye nukta hii ambayo naisoma hapa imeelezea vizuri mpaka hapa. Okay? So ni nini tajwid? Tajwid ni kufanya kitu vizuri. Inapotumika katika Qur'an tunasema ni kuipa kila herufi haki yake. Hiyo ndiyo maana ya tajwid katika usomaji wa Qur'an. Awali huenda umefundishwa, let's say qul huwa Allahu ahad, qul huwa Allahu ahad. Lakini tajwid itakufundisha kwa nini alhamdulillahi. Kwa nini hiyo alhamdulillahi la imekuwa nyepesi, alafu kwenye qul huwa Allahu neno Allahu tena limekuwa nzito? Hiyo inakuwa ni tajwid, kuipa kila herufi. Kuna tofauti ya kuisoma na kuipa kila herufi haki yake. So kwa nini kwenye alhamdulillah imekuwa sio alhamdulillah, ijawa nzito kama kwenye qul huwa Allahu? Kuipa kila herufi haki yake. So hilo ni somo rasmi la tajwid ambayo insha Allah tunakwenda kulianza hii leo. Okay. Mwandishi anaendelea anasema, hichi ni kipande cha kwanza. Na imani wewe mwenyewe una uwezo wa kuisoma haya maneno yote hapo kwa Kiswahili. So tenga tu kama ni dakika tano una uwezo wa kusoma maneno yote haya na ukayamaliza. Ni marefu sana. So mimi sitoyasoma yote kwa ajili ya kuokoa muda. Tusisahau unapo join basi usi unmute ili sauti zisiingiliane. Qur'ani imedhihirishwa na sheria za tajwid ambazo zinatumika. So Qur'ani haijadhihirishwa kwa Kiarabu. Okay? Sio kwamba ni Kiarabu, hapana. Sheria za tajwid. Kwa maneno mengine tunasema malaika Jibril alisoma maneno hayo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa umakini na kumuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam njia inayoruhusiwa kuisoma hiyo Qur'an. Okay? So ni juu ya kila mtu, kila mmoja kusoma Qur'an namna inavyostahili. So tukiongelea hivyo ni tunaongelea tajwid. Ndio yenyewe ndio imekuja kuiguide Qur'an isitoke katika asili yake. So historia ya tajwid tukisema haijatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haijatoka kwa maswahaba. Ni nini? Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna haja ya watu kusoma tajwid. Actually yes, kwa sababu waliongea wakijua tajwid na ilikuwa ni kawaida kwao. Yaani wao walikuwa wanasomewa kutoka kwenye lafudhi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam direct, namna ilivyokuwa pure. Sasa lakini pindi wa Arabu walipoanza kuchanganyika sasa na makabila, okay, Waarabu wengine, Uislamu unaenea, lafudhi zinakutana za Kiarabu cha huku na cha huku. Hapo sasa kipindi hicho tayari hakuna tena Abu Bakar bin Siddiq, hakuna Umar, hakuna Ali, hakuna Uthman wala maswahaba. So wanawachuoni, ukiongelea wanawachuoni, hao ni wasomi wa dini ya Kiislamu, waliweka sheria kwa sababu ya uongeaji wa lugha ya Kiarabu inabadilika sana kutoka katika asili ya lugha ya mwanzo ambayo Qur'an ndio iliteremshwa. Qur'an imeshushwa kwa lugha ya Kiarabu. Okay? Lakini na sasa hata Waarabu pia wanasoma hiyo tajwid. Yaani sio tu Mwarabu ameshiba chai na chapati and then asisome tajwid akasoma vile anavyojua yeye kwa Kiarabu, atakuwa hajaisoma kiufasaha hiyo Qur'an, mpaka naye aisome kitu kinaitwa tajwid, kwa sababu ya kuipa kila herufi haki yake. Alhamdulillah. So tumefahamu asili ya tajwid. Ni wanawachuoni. Haya maswali ni mepesi sana, lakini yatakuja ni mepesi lakini si ni magumu, yatakuja kutoka. So tusisahau asili pia ya tajwid. Ni wanawachuoni baada ya kuona Kiarabu kinapanuka. Siangalia chat hapa muda.
huenda kuna swali katika haya tuliyosoma, tulioanza nayo kwanza kwenye utangulizi. Alhamdulillah, naona kimya. Wa alaykum salaam, means tunaweza kuendelea. Okay, inshallah takuruhusu mwisho. Haya, lengo la tajwid. Tajwid ni nini? Tumeshaifahamu tajwid na historia ya tajwid. Sasa lengo lake ni nini tajwid? Qur'an ni neno la Allah subhanahu wa ta'ala kisilabi, yani tukisema silabi kila herufi inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Allah. That's why hakuna liwazo zuri kama ukawa una mawazo alafu ukaisoma Qur'an. Utakuta tu kuna kitu kinakuliwaza ndani yake, maneno ya Allah. Wakati wa usomaji lazima tuwe makini. Sasa lengo la tajwid, wakati wa usomaji lazima tuwe makini. Lengo la tajwid ni kumfanya msomaji kusoma Qur'an kwa ufasaha, kwa kuzingatia matamshi sahihi ya kila herufi. Lengo la tajwid, kila kitu kina lengo lake. Mwanadamu una lengo, una malengo pia wewe umejiwekea. So lengo la tajwid, unasoma tajwid ili iweje? Lengo la tajwid ni kumfanya msomaji kusoma Qur'an kwa ufasaha, kwa kuzingatia matamshi yake. Kumfanya msomaji asome Qur'an kwa ufasaha. Sasa shida kupokea simu sasa hivi. Afwan sana kama kuna ambaye ameshindwa sijui kujoin. Nadhani link nimetuma kote. Sijajua kwa nini simu zinapigwa huko darasani. Okay, bismillah. Nashinda kuweka flight mode sababu ndio nimeconnect wifi. Okay, so lengo la tajwid hili pia ni kitu cha muhimu sana kushika. Pointi tu ni hii hapo. Kumfanya msomaji kusoma Qur'an kwa ufasaha, kwa kuzingatia matamshi sahihi ya kila herufi. Okay? So unaweza ukameza mpaka hapo. Maneno mengi sana, imekuja ni historia ndefu. Subhanallah, yote haya tutayaacha, lakini lengo tumeshalifahamu pale. Okay, kitu kingine cha msingi, na unaweza ukapitia, actually unaweza ukapitia hayo maneno yote, kuzingatia. So, kuzingatia sheria za tajwid. Hii kwa nini hebu hili pia liwe dhumuni lako wewe hapo. Kuzingatia darsa. Jiwekee kuzingatia darsa sababu ni la tajwid. It means hakikisha katika ratiba zako basi isikupite darsa ya tajwid. Zingatia, yani usije ukaiweka ni kama vile plan B. Nimekosa mechi ya timu basi ndo nitasoma. Ifanye iwe ni yani kipaumbele kwanza. Hichi kwanza umekifanya, actually baada ya swala 5 basi iweke hii. Sababu pia ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe tu ni swala ndo inakuzuia, lakini isiwe kuna kingine chochote. Kuzingatia sheria za tajwid katika usomaji inamuepusha. So fahamu pia hii pia ni ya kumeza. Je, ukizingatia sheria hizi inakusaidia nini? Inakuepusha. Kuzingatia sheria za tajwid katika usomaji inamuepusha msomaji kutokana na makosa wakati wa usomaji wa Qur'an. Hata hapa inakuepusha kutokana na makosa. So ukizingatia ambayo utayasoma, actually na mimi nakuhakikishia direct 100%, 100% na kuhakikishia kama tutamaliza kozi hii ilhali ulikuwa mwanzo mpaka mwisho, usomaji wako mwisho wa hapa, alhamdulillah. Yani mimi nitakuwa ni Allah tunayashuhudie, sababu nitakuwa nimemaliza kile nilichokuwa nimekifikisha. So kuzingatia sheria za tajwid katika usomaji sababu inakuepusha kutokana na makosa. Utakuwa una enjoy usomaji wako. Sheria za usomaji wa tajwid, Muhammad bin al-Jazari, mwanachuoni mkubwa, hii tutaiacha sana. Hili ni shairi la mwanachuoni huyo. Anasema al-Jazari anasema, na anatumia tajwid kama ni suala la zamani la lazima, na asitumie tajwid kwenye Qur'ani, basi huyo ni mwenye dhambi. Hili ni shairi, actually unaweza ukalifikiria pia. Anaitumia tajwid ya Kiswahili tofauti na kulisoma Kiarabu. Okay, so kwa hiyo ukiona ni wajib na ukaiacha huwa ni dhambi. Actually hili ni yes. Ukifahamu tajwid hairuhusiwi hata kuswali nyuma ya ambaye
ukawa nyuma ya mtu ambaye anasoma Qur'an bila tajwid, ukiwa umeifahamu hasa. Na wanawazuoni wengi wanakubali kwamba kutumia kanuni za tajwid za Qur'an ni faradhi. Faradhi ni jambo la lazima kwa kila Muislamu ambaye amehifadhi au anajifunza kusoma sehemu katika Qur'an. Yote ni kwa sababu Qur'an imeteremshwa kwa kanuni zake za tajwid zilizotumika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Jibril na masahaba wake. Alhamdulillah. So hiyo ni umuhimu au tunaweza kusema kuzingatia darasa la tajwid. Kitakachokupatia ni nini? Itakuepusha kutokana na makosa katika usomaji wako. Lakini tukisema kitu ni wajib, lazima kiwe na dalili kwamba hili lazima. Usiposoma tajwid wewe unapata dhambi, kama shahiri la Ibn Jazari. Wajibu wa tajwid, dalili zilizokuwa wazi kwamba hili jambo ni faradhi, ni Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwenye Qur'an, au zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Allah alikuwa akimwambia mtume wake, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, simama usiku isipokuwa kidogo. Simama usiku isipokuwa kidogo ndo ulale. Hapa kwambia au zid alayhi, au zidisha kusimama. Warattilil Qur'ana tartila, yani na usome Qur'ani kwa mpangilio, usome Qur'ani vilivyo kwa mpangilio. So hii tartila wanawazuoni walivyoitafsiri wakaidadavua, wakasema Ali bin Abi Talib anasema katika maelezo ya aya hii, tartil ina maana ni tajwid, yani herufi na kujua, ukazingatia kila herufi ukaipa haki yake, ukajua hapa anatakiwa kusimama kwa usahihi. Hiyo ndio inaitwa tajwid, hiyo ndio inaitwa tartil. Tartil ni tajwid kwa mpangilio. So hiyo ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala akieleza faradhi, ulazima wa kusoma Qur'an kwa tajwid. Na haki ya kusoma kwa usahihi ni kusoma jinsi ilivyoteremshwa. Kuna hadithi mbalimbali kuna hadithi nyingi sana katika jambo hilo, lakini tutazisoma zote. Okay, leo kazipitia hizo ni hadithi, lakini aya Allah sema pale juu, mojawapo ya hadithi ni nyingi, subhanallah. Hizo zote ni hadithi. Hizi page zipo, nadhani kila mmoja na kitabu. Tutapitia yote haya, so unaweza ukaifungua na wewe pia ukaipitia. Shafahamu wajibu wa tajwid, lazima kuwe kuna dalili. Kitu kikisema wajib ni aya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hadithi ni nyingi sana namna ya kusoma Qur'an kwa usahihi. Okay. Hizi zote ni maelezo. Peji ya 11 utaanzia wewe mwenyewe kuanzia peji za mwanzo mpaka huku, ni nyingi sana. Tuje hapa kwenye makosa katika usomaji wa Qur'an. Makosa katika usomaji wa Qur'an. Okay? Ukiwa unasoma Qur'an kuna aina za makosa. Hili pia ni jambo muhimu sana. Sorry kama itakuwa simwachi mtu, mwalimu sisikiki. Wa alaikum salam. Okay, na imani kila mmoja anaona kitabu. Uktisabali utakuwa mtandao wako. Amina hajaona kitabu nadhani, subhanallah, labda unaweza kupitia recording. Pole sana. Kama nitakuwa nasikika nimeambiwa. Okay. Kwenye jambo la sauti ina uwezo wa kubadilisha tone tu hapa. Okay. Hii imekaa vizuri. Okay. Nasikika vizuri. Okay, haya makosa katika usomaji wa Qur'an kwa tajwid. Bismillah. Ushazingatia tajwid, lengo, wajibu wa tajwid. So makosa ya katika usomaji wako, kuna al-lahnul jali and al-lahnul khafi. Makosa yaliyo dhahir na makosa yasiyo dhahir. Hii ni aina ya makosa katika usomaji wa Qur'an. Anasema makosa ya wazi lazima yaepukwe. Kila mmoja lazima epuke makosa ya wazi. Ili kuepuka lazima mtu ajue sheria za tajwid. Ikiwa mtu atatumbukia katika makosa yaliyo wazi,
hii inachukuliwa kuwa ni madhambi. Ibn Taymiyyah, huyu ni mwanachuoni, akasema hata huyu Ibn Taymiyyah aliona hata haifai kuwa mwanafunzi wa tajwid. Yani umekuwa mwanafunzi wa tajwid kisha ukaswali nyuma ya mtu anayefanya makosa ya wazi katika sala zao. Dhahir, baada ya swala unatakiwa umfuate na umwambie, bwana, hakuna Qur'an mbili, Qur'an ni moja, hii aya inasomwa hivi. Wewe unakuwa umefikisha. Huo ni ufikishaji ulio wazi. Ukiona uovu unamueleza mtu ili naye afahamu kitu kinaitwa tajwid. So Ibn Taymiyyah anasema haifai umekuwa mwanafunzi umeifahamu tajwid and then ukaswali za nyuma ya anayesoma makosa ya wazi kabisa. Tukisema makosa ya wazi, mfano makosa ya wazi ni kama aya inasema idha jaa nasrullahi wal fath, ukasema idha jaa nasrullahi, yani ile aya idha jaa ukasema idha ji, ni kosa la wazi kabisa hili unalisikia hapa. Maybe iwe ni aina za viraa, huko hatujafika, na hata aina za viraa bado mpate muulize hii viraa gani na yeye akuambie hicho. Okay. Idha jaa, hilo ni kosa, wala hakuna hata kiraa kinachosema idha ji. Idha jaa nasrullahi wal fath. So hapo huo ni usomaji wa tajwid. Okay. Okay, idha jaa nasrullahi wal fath, ukasema idha jaa. Okay, tunaendelea hapo. Lakini tukisema makosa ambayo hayako wazi, tunasema kuna aina mbili ya makosa. Sorry. Ama makosa yasiyo dhahir, basi hukumu juu yake ni nyepesi, na kisomo cha mtu aliangukia katika makosa ya aina hii huzingatiwa kuwa ni upungufu, kuna mkamilifu wa ukamilifu wa na swala nyuma ya mtu huyo ni sawa. Yani hiyo hakuna shaka. Kuna makosa ambayo hayako wazi, mfano alivyosema hapo, badala ya kusema idha jaa ukasema iza jaa. Hayo ni makosa ambayo kibinadamu yapo. So sio hilo sio. So tuwe tunajua kosa ambalo liko wazi, mfano qul huwallahu ukasema qul huwallahu. Hayo ni makosa ambayo hayako wazi. Actually atakayefahamu hilo ni huyo umesoma tajwid huyu hapa, lakini hilo haliko wazi, ni ulimi. Lakini idha jia huu nikajipeleka mwenyewe, tofauti na iza jaa. Hili ni kosa, sio iza, ni idha, lakini ni kosa ambalo haliko wazi. Okay, huenda mtu huyu yeye ana kifefe, hauwezi ukafahamu. So ulimi, haya ni makosa ya binadamu na swala inafaa kawaida. Alhamdulillah, hii ni aina za makosa. Kuna okay. Wakati nasema hajafahamu tuliposema pale kuzingatia sheria za tajwid. Nadhani hapa ukizingatia sheria za tajwid itakusaidia nini? Ni hichi hapa. Sheria za tajwid katika usomaji inamwepusha mtu kutokana na makosa wakati wa usomaji wa Qur'an. Inakuepusha. So unaweza kukariri na kuepusha. Inakuepusha kutokana na makosa katika usomaji wa Qur'an. Kizingatie. Lakini tukisema lengo la tajwid, usije kachanganya hivi vitu. Ni kumfanya msomaji kusoma Qur'an kwa ufasaha. Lengo la tajwid, lengo lake paka imewekwa ni kukufanya wewe usome kwa ufasaha. Ukizingatia inakuepusha na makosa katika usomaji wa tajwid. Ni vitu kama vinaendana hivi. Alhamdulillah, dakika zangu 30 nadhani nazimaliza. So tunakaribisha pia kama kuna swali lolote. Kuna kusoma Qur'an kwa sauti nzuri, na hili ni jambo la msingi sana. Kusoma Qur'an kwa sauti nzuri. Kusoma Qur'ani kama banati, yani usome Qur'ani shekhe, sauti yako itoke kama nisa, itoke kama mwanamke. Dakika 30 zimeisha. Subhanallah. Lakini hili pia kama kuna swali ni muda wenu. Walimu, je, kwenye makosa yasiyo dhahiri lakini kwa tafsiri ya kilichotamkwa yanabadili maana nzima ya aya, ipi hukumu katika hili? Tunaongelea makosa yaliyo
yasiyo dhahiri. Tukisema makosa yasiyo dhahiri ni katika lafudhi zile za Kiarabu. Kweli kuna kama tukisema kul huwallah, kul maana yake sio tena kul ni sema. Ukisema kul maana yake kula, so inakuwa tofauti kabisa, lakini haizingatiwi kama hili ni kosa la dhahiri, amekusudia mtu. Kosa lake linabadilisha, lakini inachukuliwa ni upungufu kutokana na herufi. Kuna kitu kinaitwa makhraj, inshallah tutakisoma. Herufi inatoka hapo hapo, kul na kul inatoka huku kishana kidogo, so mtu huyu anachukuliwa ni udhaifu wa ndani yake, lakini yeye anapendekeza asome tajwid, ni muhimu sana. Okay, tutakuja kuendelea hii kusoma Qur'an kwa sauti nzuri, na nadhani ndio kipengele cha mwisho, kisha inshallah tunaweza tukaanza somo. Brother Abdul, bismillah, karibu. Na ustadh, jana ulizungumza kuhusiana na juzuu zilikuwa 7, alafu zikakuja zikakuwa juzuu 30. Sasa katika Ramadhani tunaambiwa Qur'ani ilishuka ikiwa jumla, ilitoka katika Baitul Mahfudh ikakuja Baitul Isa, ikawa iko kwa pamoja. Sasa hizo juzuu ilikuwa ni juzuu 30 ama ni juzuu 7? Okay, Qur'ani ilikamilika kushuka katika usiku wa Lailatul Qadr. Hiyo ilikamilika kushuka. Naam, ndio. Qur'ani ilikuwa ikishuka aya moja. Mpaka kukamilika kushuka ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. That's why mwezi wa Ramadhani ni mtukufu kwa ajili ya Qur'an. Ni mwezi wa Qur'an. Okay? So ilikamilika kushuka. Na zilikamilika juzuu zote 30. Tukiongelea juzuu zote 30 ilikamilika Qur'ani nzima. Yaani juzuu, tukisema imekamilika juzuu 7 ni sawa, ilikamilika juzuu 30 ni sawa. Okay? Yote tunaweza kutamka ni sawa, lakini hizi juzuu 30 zimekuja kuwekwa sio katika kipindi hicho. Yaani Qur'ani ilikamilika yote kushuka katika mwezi wa Ramadhani, ila mpangilio wa juzu haukuwekwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi huo wa Ramadhani ilikamilika kushuka katika mwezi wa Ramadhani. Yaani ilikamilika, sasa hivi ndio tunaongelea, ilikamilika juzuu zake 30 zote ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sio, utakuwa umenielewa? Lakini kipindi cha Mtume ilikuwa mgawanyiko kwa juzuu part, ilikuwa ni part 1, part 2, part 3, mpaka part 7 basi. Qur'ani ilikuwa yote imeshakamilika. Okay? Sio tukisema juzuu 7 kwamba ilikuwa bado zingine 23 bado. Hapana. Zilikuwa zote kama tulivyosema zilikuwa zimepangwaje kipindi hicho. So nadhani nitakuwa nimekufahamisha. Ya, nimekufahamu. Yeah, shukrani sana. Kwa sasa jana ulisema kuna sura za bismillah ambazo zinaanzia na bismillah. Hapo sijaelewa kwa sababu naona ni sura nyingi zinaanza na bismillah na hazikuwepo kwenye ile list uliyotaja jana. Naomba kuelewa. Okay, yani kiufupi kuanzia suratul Qaf mpaka suratul Nas, hizo sura hapo zinahesabika zipo karibu sana. Bismillah yake ipo karibu sana. Tofauti na tukisema Bakara kwa sasa hivi Bakara ina juzuu ngapi? Sasa hivi Bakara ina juzuu 2.5. You see? Bakara ina juzuu 2.5. So ni tofauti na tukisema kuanzia Qaf mpaka Nas. Yaani ni zile sura ziko karibu, bismillah ziko karibu. Sio kwamba zingine hazina bismillah. Yaani kwamba hizo ni sura ambazo zote zimekusanywa kwenye part 7. Okay, Ukhti Hamida. Naweza kufanya mute. Kwenye maswali ndo anaelewa mwanafunzi. Okay. Wanasema mwalimu, kuna katika Qur'an kuna kidogo kama juu ya aya, mfano kuna lam
alama katika Qur'an. So hivyo ni vituo. Hizo sio herufi za kusoma bali vituo, na inshallah tutakuja kusoma. Nadhani huko tunasoma makharij. And then kuna level ya 3, nayo makharij inachukua miezi miwili. And then kuna level ya 3 ambayo yenyewe ndio hizo alama katika Qur'an. Na sio hizo huko tutafundisha kama hakuna kituo basi kuna simamaje hapo. Yeah. So katibu inaleo sauti nakata. Sorry. Najaribu kubadilisha wifi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinasikika hapo? Yeah, ni kwangu nadhani ilikuwa bismillah. Okay. Ilikata. Sijui nimeishia wapi. Lazima kanikumbushe. Okay, nilikuwa naongelea level za tajwid. Okay. Nilikuwa nazungumzia level za tajwid. Hizi kitabu tunachokisoma ni miezi miwili. And then kuna level part 2 ya tajwid. Kuna part 3. Level ya kwanza ni hichi kitabu ambacho ni miezi miwili. Level ya pili ni makharij. Hiyo ni kozi nyingine tena, nayo ni miezi miwili. And then kuna level, so sikueleze hivi kukukatisha tamaa, bali ujue elimu pia ni kubwa sana. Mimi mwenyewe bado mwanafunzi. So baada ya kozi hiyo ya tajwid level ya pili makharij, and then so ndo tunakuja kusoma alama hizi pia. Okay. Level hii ya 3. Badhaidi anauliza hukumu ya mtu kukosea makosa ya kawaida ni ipi? Anachukuliwa wa khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa ni mdhaifu, na hili Allah amethibitisha kwenye Qur'an. Makosa ya kawaida unachukuliwa ni udhaifu wa kibinadamu. Kamilifu ni wa Allah, wewe ni mwanadamu, so pia tunakuchukulia ni udhaifu wako. Yeah, kama huyo kuchukulia ni udhaifu. Allah ndo anajua kama anapata dhambi. Kama itakuwa Allah ndo anamjua moyoni mwake, nia yake. Okay, tunaruhusu ku unmute kwenye hichi kipindi ikiwa una swali, ila sio ikiwa kwenye kelele alafu usikie. Hapana. Alhamdulillah, nadhani itakuwa nimewajibu. Allah atuwafikishe insha Allah. Kesho nadhani tunaweza tukaanza darasa la kwanza katika somo letu rasmi, ni siku ya Alhamis. Yeah. Insha Allah. So tuwe hadhir kuanzia mwanzo. Hili nalizingatia sana sababu wengi huwa wanakata, yani jazba isiwe mwanzo. Katika Uislamu kuna kitu kinaitwa dumo na bimo. Hili tulifundishana mwanzo. Usifanye kitu kwa pupa mpaka ukashindwa tena kukiendelea. Kwa bali tumeweka dakika 40, it means hii ni unakishika jambo unakuwa unaendelea nalo hilo hilo kidogo kidogo. Hilo linakuwa halichoshi. So that's why hatujaweka. Kwa nini tusifanye hadi saa 4 kamili? Dakika 40 zinatosha kabisa na inakuwa mtu anaeleweka. So tujitahidi tusiishie njiani katika somo hili.